Mkoa wetu huu umebahatika kuwa na watu 2,241,000 ambapo kati yao wanaume ni 1,100,000 na wanawake ni 1,138,000 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Hali ya uchumi ndani ya mkoa wetu imeendelea kuimarika ambapo pato halisi liliongezeka kutoka shilingi bilioni 7.5 kwa mwaka 2021 hadi shilingi bilioni 9.2 kwa mwaka 2026, sawa na ukuaji wa asilimia 22. Vile vile pato la mtu mmoja mmoja limeongezeka kutoka shilingi milioni 1,865,000 kwa mwaka 2021 hadi milioni 1,998,000. Kwa trilioni 1.9 miradi mingi imetekelezwa ndani ya mkoa wetu. Lengo mjionee ni namna gani huduma ya jamii na huduma za jamii zimeendelea kuimarika katika mkoa wetu, katika wilaya zetu zote 3, katika halmashauri zetu zote 6, katika kata zote 130, kwenye vijiji vyetu 506, kwenye mitaa yetu 90 na vitongoji vyetu 2704. Kwenye utekelezaji wa maelekezo haya Mheshimiwa Rais ya kila halmashauri kuweza kutoa fedha za halmashauri, ambapo sisi ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga tumeweza kutoa zaidi ya bilioni 11 kwa vikundi 941 vya wanawake, vikundi 599 vya vijana na vikundi 110 kwa watu wenye ulemavu. Sisi baada ya kutoa mikopo hii tunafanya ufuatiliaji na kuona ni namna gani ambavyo tunakwenda kuwainua na kuwasaidia. Sisi vikundi ambavyo tumevisaidia kupitia halmashauri ili kuweza pia kuhakikisha kwamba wanainuka na kufanikiwa. Vikundi vile ndio kipaumbele kwenye tenda na kazi ndani ya mkoa. Watoto tulionao wanaenda kuishia na maanisha kwenye darasa la 6 na wanaendelea kwenda form 1. Kule form 1 tutakutwa hatuna madarasa ya kutosha. Lazima tuwe, yote haya ni sawa, tuendelee nayo, lakini lazima tuwe na jambo ambalo tulibebe, tulipe kipaumbele kama mkoa wa Shinyanga. Lakini ushauri wangu kwamba kuna jambo tulipe kipaumbele kikubwa, liwe la kwanza, na pengine kama ni kuliombea fedha, basi tuombee fedha nyingi, kwa sababu wanaenda hawa watoto wetu mtaala unaokuja unaenda kubadilika, wanaishia la 6 na wanaenda elimu ya juu, wanaanza kwenda kule tunakoenda, madarasa yatakuwa hayatoshi. Kwa hiyo ni lazima tuongeze hivyo vyumba vya madarasa. Unamkuta unajua kabisa huyu ni tajiri, lakini hata kuijaza fomu yako ya TRA ili umweke kwa wafanyabiashara wale wanaofikiria wa chini, inabidi aajiri mtu. Changamoto kubwa si namna ya kupewa elimu ya fedha. Changamoto kubwa inayowakamata vijana ni ile skills ya kile wanachoenda kukifanyia. Halmashauri zetu ama katika mkoa wetu wa Shinyanga vipo vyuo vya ufundi tunavyo. Tukivitumia vyuo hivi, kwa maana kwamba wale vijana kuwapeleka kwenye vyuo vya ufundi kupata ujuzi ama taaluma, inawezekana ikawa ni welding, inawezekana ikawa ni mapishi, inawezekana ikawa ni kitu chochote kile. Ule ujuzi ni rahisi sana kuingiza field na tukapata matokeo ya zile fedha. Vikundi tulivyo navyo ambavyo vinanufaika na fedha za 10%, wapo ambao sio wafanyabiashara. Vikundi vyao ni vikundi vya nguvu kazi, wapo waseremala, wapo wachomeleaji, wapo wajenzi na shughuli zingine. Kama ambavyo nimekwisha kusema, na mimi niombe hili jambo liendelee na viongozi wetu wanaosimamia idara ambazo ulizitaja, kwa maana kuna idara ya afya, lakini pia kuna elimu. Pale inapotokea fursa za ujenzi ambazo zinahusu miradi, basi vijana wetu ambao kwenye maeneo yale wapewe kipaumbele. Kama kuna changamoto ama pengine kwa sababu ya qualifications ambazo zinahitajika, basi wasaidiwe, wasije wakaacha tu kwa sababu hakuna sifa. Unajua kuna lugha nyepesi ya kusema hawana sifa kutokana na mahitaji ya serikali ama mahitaji ya mradi wenyewe, basi wajengewe uwezo, imani kwamba tukikosa kwa wakati huo, basi wakati mwingine wapate. Hii itatusaidia kupata namna nyepesi pia na wao pia kutafsiri. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.